Na wahusieni nyie pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha na kumwogopa al-Haqq subhanahu wa ta'ala. Hakuna njia pekee ya kuweza kumwokoa mja na adhabu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama, ila mja yule ajikite katika zumratul muttaqin, kundi la wenye kumtambua na kumwogopa na kumcha al-Haqq subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, fa inna lil'amal fi al-islam makanatan 'aliyatan wa manzilatan rafi'atan bihi yanalu al-ajra was-thawab wa huwa ibadatun 'azimatun wa imtithalu awamirihi 'an tariqi taqumu al-hayat wa ta'muru ad-diyar. Ndugu zangu Waislamu, hakika kufanya kazi, kujishughulisha katika dini yetu ya Uislamu ni makanatun aliyatun, ni daraja kubwa sana. Kufanya kazi Muislamu ama kujishughulisha na kazi Muislamu ni daraja kubwa sana mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu unapojishughulisha kufanya kazi una malipo makubwa mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukiwasoma mitume yote alayhi salatu wassalam walikuwa wakifanya kazi, waja wema wote walikuwa wakifanya kazi. Soma tarehe ya muhajirina na maansari ilikuwaje. Walipotoka muhajirin katika mji wa Makka kwenda Madina, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akha bainahum, aliunga udugu kati yao. Wale maansari walifikia wakawaambia muhajirina, mimi nina mashamba, mimi nina kadha, chukua langu moja. Lakini masahaba wasema hapana, nifahamishe soko liko wapi. Kila anayeambiwa sema hapana, nifahamishe soko liko wapi. Baadhi ya masahaba, baadhi ya watu walikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda kumuomba haja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawapa shoka, wakafanya kazi. Kufanya kazi katika Uislamu, katika dini yetu ya Uislamu ni jambo moja muhimu sana, na dini yetu ya Kiislamu imepiga vita wale wote wasiofanya kazi, bali kufanya kazi ni katika jihad fi sabilillah. Ikiwa mtu anafanya kazi kwa ajili ya familia yake, anafanya kazi kwa ajili ya mzazi wake, anafanya kazi kwa ajili ya mtumishi wake, anafanya kazi kwa ajili ya yeye mwenyewe aweze kuishi, basi yeye yuko katika fi sabilillah. Na vile vile pia kufanya kazi ni katika kufuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu maisha hayawezi kusimama vizuri, watu hawawezi kukaa vizuri bila ya kufanya kazi. Hata majumba pia hayawezi kusimama vizuri kama ikiwa watu hawafanyi kazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Fa idha qudiyatis salat, swala inapomalizika, fantashiru fil ardi, nendeni tawanyikeni katika ardhi mukafanye kazi. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Waqala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, waja'alna an-nahara ma'asha, tukaufanya usiku ni wakati, tukaufanya mchana ni wakati maalumu ya watu kutafuta maisha. Wewe usikae tu ukaanza kuombaomba, tafuta kazi Muislamu, ufanye kazi. Kufanya kazi ni ibada. Inna Allaha yuhibbu an yara abdahu ta'iban min ajli alhalal. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anapenda, anasikia raha kumuona mja wake amwaga jasho
yuko hoi, amechoka kwa ajili ya kutafuta halali. Kazi yoyote fanya, kazi ambayo itamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usije ukwenda ukafanya kazi ya kuuthabaa, kazi nyingine ambayo haitompendezesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tafuta kazi ya halali, ikiwa ni kulima. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'al ghanam, amechunga hata mbuzi. Ukisoma tarehe, sababu ya kuchunga mbuzi ni kwa sababu aweze kupata kuishi na ujira ambao anaupata kwa kazi ile ya kuchunga mbuzi. Bali yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, ma ba'atha Allahu nabiyan illa ra'al ghanam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumtuma mtume yoyote ila alikuwa akichunga mbuzi. Kuna mitume walikuwa ni najjar, haddad, walikuwa wakifua vyuma. Twahimiza Waislamu, dini yetu ya Kiislamu ni dini ya watu wafanye kazi. Waja'alna an-nahara ma'asha, mchana tukaufanya ni wakati wa kutafuta maisha. Wa'tabara al-islam al-amala naw'an min anwa' al-jihad, dini yetu ya Kiislamu hii imeizingatia kwamba kazi ni katika sampuli, ni katika aina ya jihadi. Yani anayefanya kazi yule yupo katika jihadi, maanake ana radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu anamlipa kwa sababu ya ile kazi ambayo anaifanya. Faqad raa ba'd as-sahaba shaban qawiyan, siku moja masahaba walimuona kijana mmoja, kijana yule alikuwa ana nguvu sana. Yasau ila amalihi, kijana yule ikawa anakwenda mbio, yani yuko hai anawahi kazini yule kijana. Faqalu, masahaba wakasema, lau kana hadha fi sabilillah, lau huyu kijana nguvu zake zote hizi za kwenda mbio engelikuwa azitumia katika njia ya Mwenyezi Mungu, engelikuwa ni bora zaidi. Kana kwamba masahaba wao wamefahamu kwamba zile kazi ambazo anazikimbilia yule kijana hazina maana. Lau kana hadha fi sabilillah, lau huyu kijana angelikuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu ingelikuwa ni bora zaidi. Faradda alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume akawakosoa, mtume akawarudisha jawabu biqaulihi, la taqulu hadha, msiseme hivi, fa innahu, kwa sababu mambo yalivyo, in kana kharajan yas'a ala waladihi sighara fa huwa fi sabilillah, ikiwa huyu kijana mbio zote hizi na haraka zote hizi, ikiwa ametoka kwa ajili ya kuwatafutia chakula watoto wake wadogo huko nyumbani aliowaacha, fa huwa fi sabilillah. Maneno ya mtume huyo kijana yuko katika fi sabilillah. Wa in kana kharajan yas'a ala abawaihi shaykhaini kabiraini, ikiwa ametoka kwa ajili ya kuwatafutia riziki wazazi wake wawili ambao ni wazee wawili, hao hawajiwezi, fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharajan yas'a ala nafsihi ya'ifuha, ikiwa ametoka kwa ajili ya kuitafutia nafsi yake, fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharajan riya'an wa mufakhara, ikiwa ametoka mbio zote zile ni kwa sababu ya ria na kwa sababu ya kujifadhilisha kwamba yeye ni mfanyaji kazi mzuri, asema fa huwa fi sabili shaitan, basi huyo atakuwa katika njia ya shaitan. Kwa hiyo kutoka kufanya kazi kwa ajili ya familia yako, elewa wewe uko fi sabilillah. Kutoka kufanya kazi kwa ajili ya wazazi wako, elewa wewe uko fi sabilillah. Kutoka kufanya kazi kwa ajili ya nafsi yako ya mwenyewe, elewa wewe uko fi sabilillah. Ndugu zangu Waislamu, hutuba yetu ya leo, Waislamu tufanyeni kazi. Qala Allahu ta'ala, huwa Allahu ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قولوا جميعا أستغفر الله. الحمد لله الفاعل المختار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأبرار،
وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله السيد السند. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد، فقد فاز المتقون. اللهم ارض عن أبي بكر الصديق التقي، وعمر الفاروق النقي، وعثمان ذي النورين الزكي، وعلي الوفي الرضي. وارض اللهم عن الصبتين الجليلين الشهيدين الإمام أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فعاملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مكتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.